Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni kwamba jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC laendeleza mashambulizi mengine katika kambi ya kijeshi ya Marekani huko Kuwait. Wakati huu bila kusubiri kushambuliwa na Wamarekani. Ilizoeleka kwamba Iran ilikuwa ikisubiri mashambulizi kutoka Marekani, lakini wakati huu imeanzisha mashambulizi mapya dhidi ya ngome ya kijeshi huko Kuwait. Chanzo kinachofahamu habari hizo kimethibitishwa pia kupitia gazeti la Jerusalem Post siku ya leo Jumanne asubuhi. Shambulizi hilo limetekelezwa kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani zisizopungua 3, chanzo kiliongeza. Taarifa zaidi kutoka vyombo vya habari vya Kiarabu vimeripoti kwamba kumekuwa na milipuko katika nchi zingine, lakini haswa ikitajwa mkoa wa Basra huko nchini Iraq. Shirika la habari la Iran la Tasnim limesema mkoa wa Basra unapakana na Iran na Kuwait. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran hasa kupitia shirika lake la utangazaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran IRIB limeripoti kuwa moto mkubwa ulizuka nchini Kuwait Jumanne ya leo asubuhi na mapema, likinukuu vyombo vya habari vya nchi za Kiarabu. Katika tukio tofauti, kituo cha operesheni za baharini na biashara cha Uingereza UKMTO kimesema kwenye chapisho lake la ukurasa wa X kwamba meli ya mizigo ilipigwa na kombora lisilojulikana katika pwani ya Oman, lakini baadhi ya vyombo vya habari na wachambuzi wakisema ni kazi iliyofanywa na wa Iran. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alisema mazungumzo ya Marekani na Iran ambayo yalipaswa kuanza Jumatatu hayakufanyika na Iran ilikanusha madai ya mazungumzo hayo. Rais huyo wa Marekani alitangaza kuwa mazungumzo mapya kati ya Marekani na Iran yangeanza Jumatatu mchana, wakati akizungumza na waandishi wa habari katika ndege ya Air Force One siku ya Jumapili, akisema kwamba mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran mwisho wa juma yalisitishwa baada ya wapatanishi wa Saudi Arabia, Imarati na Qatar kumpigia simu na kusema kwamba walidhani kwamba makubaliano yanakaribia kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz na hatimaye kuondolewa kwa nyuklia nchini Iran. Hata hivyo, siku ya Jumatatu gazeti la Wall Street Journal limeripoti kwamba hakukuwa na mazungumzo yaliyoendelea kati ya Iran na Marekani na hakuna mikutano inayokuja iliyopangwa, ikimnukuu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Baghei. Baghei aliambia Wall Street Journal kwamba wapatanishi wote wa Iran bado walikuwa nchini Iran isipokuwa waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Bwana Abbas Araghchi ambaye alikuwa akitembelea viongozi wa kidini huko nchini Iraq na kufanya mazungumzo na baadhi ya viongozi katika nchi hiyo ya Iraq. Lakini jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran likiendelea na kazi ya kuhakikisha linaondoa kambi zote za Marekani zilizopo Mashariki ya Kati. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini kinachojiri katika ulimwengu.